Yeah, hello, what's up guys? Tunakuaje hapa ndugu yenu Biax Speeches aka Mr. Visionario. Leo tuna kwenye exclusive interview bila maneno mengi, bila kuzunguka. Leo nawaletea mtu expensive, kwanza mnavyoona sehemu nini kama tumebadili location. Kwa hiyo guys, leo nawaletea Lani Deo. Inakuaje bro? Unyama? Nzima kabisa. Yeah, karibu kwanza kwenye mji wako. Asante sana. Yeah, ila tunajua ni mara ya kwanza kuonekana kwenye kamera za VD Media, kwa hiyo unaweza kujintroduce kwa watu ili wapate kufahamu. Hello guys, naitwa kwa jina la Lani Deo. Kama jinsi mnavyonijua. Kwanza nianze kusema nipo tu kwenye VD Media kwa ajili ya interview. Yeah. Kwa hiyo tutegemea maswali hapa kujibia. Mna sisi ndo tunategemea kusikia kwako, kwa sababu kama mpaka tumekufuata hivi ni kwa sababu kuna mambo ambayo tunataka tuyafahamu kutoka kwako. Na first thing kwanza ni jambo kuhusiana na ngoma yako ya mwisho hapa, tungetamani kwanza kujua ambao ni Lea. Na hisi ni Kibembe hiyo, sijakosea. Yeah, ndio hivyo ambao umefanya na Bob GM kutoka Tanzania Nyarugusu pale. Tungependa kwanza tujue experience ya huo wimbo na kufanya kazi kwa umbali hivi ilikuwaje, na tutegemee nini kutokana na hiyo collab. Okay, tukizungumzia kwanza experience, niseme nishagazoea kwa sio ndo project ya kwanza. Okay. Yeah, mara nyingi wanatumika hivyo, na kwa mfano niko Malawi. Yeah. Sasa nikatumike project na mtu ambaye hata yuko USA, na record tunatuma, lakini ilikuwa tu experience nzuri because haikuchukua hata muda sana. Na kizuri zaidi yani msanii mwenyewe yani nilimba naye yeye. After ku record nikatuma kama baada kama siku mbili because aliniambia kama kuja kutupa shida kama nini. Yeah. Akawa amerecord, so hatujakawia sana. Na istoshe alinishangaza jinsi nilikuwa nategemea labda ingeimba na jinsi alivyoimba. Yeah. Aliuamia, nilipenda sana. Okay. Aliua sana. Yeah. Hata nikasema yani burani hapa like umetendea haki project yani jinsi nilikuwa nategemea na jinsi ulivyoitendea haki tofauti. So anifurahisha, so na mingine kusubiria tu. Na hii wimbo tunaona imetoka ni audio. Je, tutegemee video itakuwa au? Video tunaweza kutegemea. Okay, kutegemea lini kwa sababu sababu yani kusema kweli sija shoot video. Okay. Bado niko kwenye mipango ya kusema like kama kutakuwa uwezekano shoot, ila kama uwezekano hata visualize inaweza tu kaenda. Na itakuwa ile yeye upande wake, wewe hapa, au na wewe na utafanya kama wasanii wengine utatoka hapo unamfuata Nyarugusu, kwa sababu tumeona wakina Kaspi, wakina Jaidala wanatoka hapo wanaelekea kule. Sisi vyote vinawezekana kama tu budget itakuwepo. Kila kitu yani ambacho kinaongea zaidi kwa career ya msanii hela kwanza. Budget kwanza. So budget yani ikiwa fresh, nafikiri tunaweza tukafanya vipi. Kuna mara naweza nikatoka hapa nikaende kule. Au hata tunaweza tukafanya hata ya umbali, as long as atakaye edit ako tu yani ni mwenye like anajua kutumia kazi. Na kama ulivyosema wewe ni mtu ambaye pia umeshazoea kufanya hizo kazi za umbali. Hata tumeona Corazon ambao umefanya na nani Jealous King. Of course pia ilikuwa hivyo. But kitu ambacho tumenotice sisi wadau wa muziki ni jambo moja kuhusiana, kwanza naweza nikasema na ukubwa wa ngoma hii kwenye career yako au kwenye kazi zako. Tukiangalia audio nyingi unazoachia ni vigumu sana kupita kwenye 1K viewers audio kwanza. But huu wimbo ni kama umeenda zaidi. Je, ilikuwa ni kitu ambacho ulikuwa unalenga kwa hiyo collab wewe na Bob G au ilitokea tu ghafla? Niseme vinachangia vyote. Because collaboration, unapofanya collaboration na mtu kuna kuaga baadhi ya vitu vinyoga unatafuta. Kuna mtu ambaye ukishaimba naye unaona huyu hapa like nikishaimba naye kuna sehemu atanifikisha. Kisha kuna yule ambaye unaimba naye sababu tu waga unapenda anavyoimba, so it doesn't matter kwamba itakupatia views au itakupatia, ila ni kama vile waga yani tunafurahiwa uimbe naye. Unaimba naye. Tukizungumzia mimi kuimba na Bob G, I think ni mambo ya business. Yani hapo imetembea kwenye business, ndio hiyo kwamba ile nikishaimba naye kuna vitu vyetu tutabadilishana. Kuna kuna kitu ambacho atakipata kwangu, ni pia kuna kitu ambacho nitakipata kwake. Lakini tukizungumzia kwenye upande wa kuimba tu ya kawaida, kuchukua mtu like hajalishi kwamba yeye anakuzidia kuvuma au labda havumi kukuzidia. Ila tu aga tunafurahishwa. Ndio hiyo tu ya kawaida. So kwa upande wake mimi nifikirie tutembelea kwenye upande wa business. Kwamba nikishaimba na huyu
itaenda hii. Kuna sehemu ambayo itafika. Yeah. Okay, na je, ni ulimlipa Bob G kwa kufanya collab au ilikuwa ni ile tu ushikaji? Mimi nafikiri alilipiwa cause unafikiri alilipiwa? Nafikiri cause ambaye alisimamia project mimi nataka kuwa mimi. Yaani project yenyewe sio kwamba eti kwa mimi ndio nimesimamia 100%. Okay. Kuna mtu ambaye amesimamia. Nani? Omi. Nani? Omi Fire. Okay. Yeah. Omi ndo amesimamia. Omi Fire yeye ndo mwenye amesimamia kila kitu, yani kuhakikisha kwamba project yani inakuwa iko tayari, kwa hiyo ndo mwenye alilipa kila kitu. So shout out kwake na asante sana tena kwake. Labda ataona interview, so yanapaswa. Okay. So yeye ndo mwenye alihusika na kila kitu, lakini the way mimi najua alipay. Alikuwa just for friends and alipay. Okay. Na Omi kama ulivyosema hapa ndo mtu ambaye alisimamia hiyo project. Je, yeye ndo msimamizi wako au? Sio msimamizi wangu, ila sema ni brother wangu. Okay. Tumetoka. Yaani amekubless tuseme hivyo. Amenibless cause nafikiri hata kabla sijaanza imba mimi ni dancer. Okay. Yaani niliwahi dance hapo. Niliwahi tengeneza jina hapa Kempu pia. Nilikuwa sijakuwa singer. Okay. So yeye ndio alikuwa msimamizi wetu. Yaani yeye ndio alikuwa mkubwa wa team au crew. So Gisa alipata chance ya kuenda, basi sisi pia ni tukachukua maamuzi ya kujikita kwenye muziki, kwa sababu muziki yani kitu nilikuwa nakipenda way back. Hata kabla sijaanza dance hivyo. So yani kuja kuanza dance nikaanza kwanza muziki. Dance and then nikaja tena dance na kwenye muziki. Okay. Na jambo lingine la kufuata ambalo tungependa kufahamu kutoka kwako la Nideo ni kutokana kwanza na hii safari ambazo tunaziona hapa mara kwa mara, tukikuona Maratani. Na guys, kuna jambo ambalo nimesema tu kwamba ndo mara kwanza la Nideo kuonekana kwenye kamera za Vidi Media. Hapo nimekuwa kama nimejisahau kidogo kwa sababu ameshawahi kuonekana kwenye kamera za Vidi Media akifanya interview na Lion Benga. Pia ni mtu wa Vidi Media. Nimekuwa kama nimepaka kidogo, but it is what it is. Na history tena nikukumbusha kuna nyingine moja ambayo tulitumika kabla. Nimesema kamera. Kuelewa. Ile moja ile ilikuwa ni sauti. Mimi nifikia labda interview tu, kwa interview sio mara ya kwanza. Sio mara ya kwanza. Hata watu wakiingia kwenye YouTube ya Vidi Media najua video yako ndio itakuwa pale kama utambulisho hivi. Inakuwa gani ya kwako? Ndio hivyo. Jambo ambalo kwanza tungependa kufahamu ni kuhusiana na safari zako unazozifanya mara kwa mara unapokwenda Msumbiji, kwa sababu mara ya kwanza ulipokwenda Msumbiji Maratani ulipiga story pale na Lion Benga na mliongelea mambo ya kazi nini na mipango. Then tukakuona umerudi ukafanya kazi na Tremon, I think so. Tena tukakuona unarudi, tukakuona mavideo na kina Carolina nini mambo kama. Je, why kolabo yako na kambi zingine tuseme haujafanya na mtu wa pale Maratani ukaenda kufanya na mtu ambaye labda ni wa mbali kidogo, hata kama kweli umesema umesupportiwa, but je, tutegemea siku moja tutakuona kwenye kazi na wasanii wa Maratani? Okay. Swali nzuri. Swali nzuri kwa hata mimi yani sema lakini kwa tamani niulizwe au siku moja nisema sipagi muongeaji. Itafika siku nitajifunza kuongea sana mtandaoni. Inabidi uongee ili tupate cha kupost. Kuhusu project kutumika na watu wa Marekani. Wenyewe wanajua bro. Niko na almost kama ni asikusi hata 6 projects na wasanii wa Maratani. Hizo 6 ni wasanii tofauti au? Wasanii tofauti kwa 6. Yani sikusi hata 6. Okay. Kama sijasaulika kwa haraka. Lakini sijui niseme kwa kule nakumbuka niliwahi kufanya interview kama interview na Lion Benga tena au na nani ule kipindi kulikuwa show kama tarehe kama 30 sijui nini. I think ilikuwa na Lion nini. Niliwahi kumwambia kama mimi nakuja huku tusapotiane, mimi nataka yani kwa yule mwenye yuko tayari kufanya collaboration as long as yeye yani hatonilipa. Lakini malipo yake ni yetu kutumia kazi zake, mshazikubali tunafanya hivyo. Mnashusha kitu. Tunashusha kabisa. So niliungana na wenzangu waimbaji wa kule kutumia kazi almost kama ni 60 kama ni 5 projects. Wakina nani hao ndo tunataka tuwafahamu hao. Sisi yani like yale vitu tunakuwa private. Okay, sawa. Kwa sababu kuna kitu kingine ambacho
kuna kwa ile kupatiana upepo au shauku, kwa sababu tunajua tukimsikia Lanideo kwa mfano na D Richard, au tukimsikia Lanideo na Carolina au Lanideo na sijua akina nani, takuwa naua. Okay, sawa, tufanye vile turahisishe hapo sawa. Kwanza sijawataja, lazima kwanza nitafanya like niseme kwamba wasanii wote ambao nimeimba nao, sijui kwa nini kila mtu yuko na program na hiyo nyimbo. I don't know why nyimbo hazitoki. Okay, kuna muda ambao mpaka nilifikia kutangaza kuhusu watu. Nafikiri wewe pia ni uliwaona ile post ambayo inasema like kuhusu namna kuachia project, kama kuko watu wanatumika na project kama ni mwaka fulani. Kabla kuachia project waniulize kwanza, waniambie ili tujue na nini. So watu ambao nimetumika nao project wa Maratani, sijui ni kwa nini, lakini kila mtu yuko na ile kitu kama ya kubana project, sijui kila mtu yuko na vision ya ile project, kwamba ile project yani kusema itoke lazima nifanye hiki, kwa kwanza kabisa nitafute hela, niandae video, sijui na nini. Project nzuri kama hii niko na muda yani nisingaliki hapa Mozambique, tuiachie kisingaliki hapa. Kila mtu anakuambia subiri kwanza, wengine anakuambia subiri kwanza, tafuta kwanza hela mpaka kwanza nipate hela. Nani hao akina nani hao tuwajue ndio nini sasa hii, yani kama vile haujanilipa kwenye project, tuna blessiana sisi wote. Na wewe pia una shauku. Na shauku sio kwamba labda project ni yangu, project ni yako. Na shauku project yani itoke, watu wasikie, tupushane, unaona, to exchange energies, lakini kila mtu anakuambia yuko na plans na huo muziki, like I don't know why, like itakuja fika wakati utasema tuachie, mimi sitakuwa tena tayari. Sababu mimi nitakuwa nishakuwa kwenye level yangu, mimi niko na plani zangu, niko na wasanii wangu wenye mimi nimecollaborate nao, wenye wananizidi level, wanajulikana. Kisha nikuja niseme like ifikie wakati wa hizo project ziachiwe za mimi na hao wasanii wangu. Kisha wewe, sababu unaona Lanideo shakuwa same fulani, sasa hapa hivi ndio ile project yetu ya kama ni mwaka, kama ni miaka miwili, tuiachie sasa, kusema tu kwa mimi sitakubali. Yani hapo unakuwa mwazi kabisa. Mimi nasema tu kweli. Maratani tunatia haya, mimi sitakubali cause hautasubiri ifike mimi nifike kwenye level fulani. Ndio sasa useme nishakuwa sasa na muda, tuachie sasa project. Yani itakuwa ni kama vile anataka kukokote chini. Mimi yani kawaida yangu sipendaji kurudia nyuma. Mimi yani napiga yani nitapiga step. Naangalia hapo nimetoka, nasema ndio hivi sawa, napaswa ni improve hivi nipande juu. Lakini sio tena kurudia tena kule kwenye project yani za nyuma. Hapana, sipendaji. So mimi yani wapenda like tuende kwa muda. Kile kipindi ambacho tuna record yani sichukui muda sana, na tunaachia vibe nini na nini basi project hivyo. Lakini kama tusubirie ni vema program, itafika wakati mimi pia nitakuvimbia, kisha baadaye utakuwa na program zangu mimi. Kisha nakuwa ule kijana na support yani hajafanyia challenge na nini, nakuwa wakati mimi kipindi ambacho mimi niko na kubeg na kubembeleza, bro mziki wako tuachie mziki na kuomba, tuachie mziki utoke, unashindwa kuachia, unashindwa Islamu yani. Okay, tuende kwenye list ya wasanii. Hapo Carolina tumeka na nyimbo. Tumeka na nyimbo ipo ba management yake zamani libania muziki, taki muziki Ario libania muziki sijui nani, mimi leo sivijui, lakini yeye tu anaambia kama muziki libania kwamba wapaswa kutoka kama ulirekodiwa kule tengenezwa na nini, na yeye kama mshatoka kwenye ile yuko label, I don't know. So yani hapo ilikuwa bidi tu record nyingine, tulikuwa na program ya kurekodi nyingine. Basi mtu nilikuja ba program ipo na tutarekodi nikishakuwa ready kusema like nirudie kule, hata huko tutafanya nimetumika na Siameka. Na wote ni nyimbo nzuri bro. Nimetumika na Dishmond. Namuona. Nimetumika na nani bro South Africa, Jealous King. Jealous nitumikana na naisha toka, ila tumweka tu kwenye list sawa. Huyo hatuwezi kumweka, tunasema kwa wakati ambao umekuwa hapa. Nimetumika na mwingine ambaye yuko South Africa, sio kake jina BK nimetumika naye project nao pia itoki. Nimetumika na nani
Ndio hivyo. Lakini projects yani kusema zitoke inakuwa ni kazi. Hazitoki. Na zote brand ukishasikia tu nyimbo. Sijui nipe zivujishe. Yaani nyimbo bro ni nzuri. Yeah. Mimi yani kusema mpaka nitumike na mtu anakuanisha kwa na ile shauku kwanza kutumia kwanza nani. Yeah. Sijui ni kwa nini lakini alafu wote ni wasanii wazuri hao. Wote ni wazuri. Yeah. Na watumika ni vizuri so sijui kwa nini. Yani ukishasikia nyimbo ambayo nitumika na Caroline, nyimbo nzuri bro. Hata ingesema kama labda iachiwe itoke. Yeah. Ungeniambia wewe mwenyewe kwenye documentary reaction. Yeah. Nasikia mambo yangu pale. Kwanza yeye mwenyewe alimba vizuri. Mimi pia tukazungumzia mimi na Siamega bro, nyimbo yani international. Okay. Yani international. Siamega ni msanii ambaye mwenye vision zake si za hapa, yani ni za mbali zaidi. Manaija huyo. Yeah. Yani nyimbo ni iko fresh sana. Tukazungumzia Digimond. Yeah. Project nyingine nzuri. Yaani kila mtu ambaye nitumika naye nyimbo. Yeah. Hiyo project kwa nzuri. Okay. Na hapo hivyo kwanza umetaja kwanza watatu hapo. Umetaja Digimond, umetaja Carolina na umetaja na BK. Wanne na Siamega. Yaani kuna kosa wawili hapo. Kunaweza kukawa hata mwingine nani? Hawajafanya no diski. Naye nilikuwa kwenye program. Sema lakini yeye tu itakuwepo. Okay. Brother wangu yule sio. Yeah. Hawajafanya Richard na nafikiri kulikuwa wakati ambao mpaka nitumia mpaka beat lakini mkimya tu ikaenda hivyo hivyo. Hawajafanya wakina Kozi. Bado hao. Yeah, ila jambo lingine kwanza ambalo tungependa kufahamu baada ya kusikia hilo ambao umeshakuwa na experience ya kufanya kazi na wasanii wa Maratani pamoja na wasanii wa Zaleka, istoshe pia na wasanii wa Nyarugusu, tuseme na msanii wa Nyarugusu kwanza. Na hizi ndo kazi ya kwanza. Yeah. Okay, umeshakuwa na experience hizi kambi tatu. Je, unaweza kutofautia vipi hizi kambi tatu au industry ya Nyarugusu, Zaleka na ya Maratani? Na ukisema eti uirank hivi unaweza kuzirank vipi hapo? Okay, tuseme ningekuwa nishatumika na Nyarugusu wengi. At least ningejua namna ya sehemu ya kuwaweka. Okay. Yeah, sema tunatumika tu na umoja. So sijui tofauti like yani kutofautisha wasanii au project ambazo nimetumika na wasanii wa kule. So, kule yani ni mmoja lakini nimetumika vizuri. Ameplay part yani vizuri sana kwenye muziki wangu. Siwezi nikadanganya. Yeah. Maratani pia zote ni nzuri. Okay. Yeah, zote ni nzuri. Yani kila ambaye tumika naye project ni must iwe nzuri. Okay. Yeah, sitaki kujisifu eti sababu mimi nipo kwenye ile project ndio project inakuwa nzuri. Hakuna anayekataa cha kwake lakini tuendelee kwanza hapo. Nataka kwanza unieleweshe kwanza how unaweza kuzirank hizi industry tatu hapo. Kwa kuzirank kuzitia kama ya kwanza, ya pili, ya tatu. Maratani, Zaleka na Nyarugusu. Okay. Sawa. Nitarank yani kufuatana na project BCG. Okay. Sitapenda kurank like yani kufuatana na sijui sababu mimi ni wa sehemu fulani au sababu mimi yani shabashi sehemu fulani na mimi naweza nikatia Maratani ikachukua nafasi ya kwanza according to project ambazo nimetumika nao. Yani Maratani inakuwa on top. Naweza nikatia. Okay. Yeah, yani hapa sitaki eti nikalie sababu ya yani hapa tunazungumzia project ambazo nimetumika nao. Okay. Yani project ambazo kwa wingi, kwa ukali, kwa uzuri au kwa mapokezi? Kwa mapokezi yani hapo ni vingine. Yani hapo ni mada nyingine ishakuwa kama ni kwenye upande wa mapokezi mada nyingine. Hapo tunasema kwenye upande wa project ambazo tunatumika na watu. Okay, yeah. Lakini swali liko ni namna gani unavyoona au unavyochukulia industry za hizo sehemu tatu? Industry. Yani industry kwa ujumla. Yani ukubwa wa industry kufuatana na kama sisi. Kaka tutasema Nyarugusu ya kwanza. Okay. Mimi sitaki ni kubwa. Nani mnafikiri kweli bro? Yeah, Nyarugusu ya kwanza. Malawi ya pili. Okay. Then Maratani. Okay. Sasa why kitu gani ambacho Maratani inakosa iwe ya pili au ya kwanza hapo kwanza? Mimi nafikiri kuachia kazi. Wako na kazi nzuri. Japokuwa sio wote. Yeah. Sio, lakini mimi nafikiri kila ambaye mimi nimeimba naye anatumika vizuri. Okay. Yeah. Kila ambaye mimi nimeimba naye au kila ambaye nimemtaja even Richard anatumika vizuri. Yeah, yule kijana yani wagani ninamuelewaga sana. Okay. Yeah, anatumika vizuri. Sema nile
Waachie nyimbo. Wako na nyimbo lakini hawaachii. Hawaachii nyimbo. Yaani kifupi ni wazembe. Yaani kifupi ukisema hawaachii ngoma na maana wana uzembe fulani kwa kuachia kazi. Kama jinsi utakavyosema kwamba wanazembea. Okay, but tuelewe hivyo basi. Okay, yaani wao tu waachie kazi. Okay. Wako na nafasi ya kusema wanaweza kutoboa. Yeah. Kipindi ambacho mimi yani nilikuwa kule bro, nimeona opportunity nyingine vile tu yani mimi natembea kufuatana na tani zangu. Okay. Leo niko Malawi, kesho niko kule na nini. Kwa sababu kote nafikiri kote niko familia, kuko mashabiki, kuko ndugu kote. Yeah, tunajua hata OG tunaona bana ndo brother mkubwa nini. Yeah. Ningesema kama labda niseme kwangu kukue tu kule. Yeah. Trust me bro. Mimi tunaona. Yaani tukikora kivingine sasa. Serious. Okay. Kule ni wako na chance nyingi za kuanzia kurekodi, kuanzia locations. Okay. Sorry kwanza. Unaona hisi wanakosa nini? Mimi ni kama wanakosa nini? Wako na kila kitu. Sasa wanafeli wapi? Ndio swali la wao kujiuliza wafeli. Kwa sababu mimi naona ni wako na kila kitu bro. Angalia. Kama wewe unashafika Lilongwe na ufike na Nampula. Lilongwe ni obvious sana. Okay. Nampula ni nzuri sana bro. Kuzidi Lilongwe sana. Hapa na Bulaya mwendo kamele. Mbali kusema tu kweli. Lakini sasa niko shangaa why? Why yani hawatumiki kazi, nyimbo wako nazo, vipaji wako nazo, lakini kusema watumike kazi yani kama wanasema support kaka. Wengine support Sasa ni sawa lakini sawa. Okay. Do this. Wengine hatuna support ile 100%. Okay. Lakini kile kidogo sisi tunapata, tunakiwekeza, right? Yeah. Na hiyo ni inatusaidia ni kuonekana kwa watu. Yeah. Niseme hivyo. Wao wako na chance ya kusema like hata bila support. Unaanza kwanza jitihada yako kwanza wewe mwenyewe kabla mtu anakuja kwanza kuinvest kwako. Unaanza kwanza jitihada. Mko na masimu. Kuna watu kule wako na ma iPhone manini. Then why not? Yeah. Utaingia studio kama na machallenji zako na nini basi. Wako na chance kubwa sana pale, lakini sijui yani mpaka sijui kama tugemea mpaka mtandao usuisui kama wa Malawi unasuasua hivi iko full. Umeme upo 24 hours zipo. Labda Malawi ningekuwa vile sisi ndio tuko kule. Malawi ndio ile yaani unahisi Maratani na opportunity nyingi kuzidi za Lake. Bro, wako na opportunity nyingi sana. Okay. Opportunity zipo nyingi sana. Sijui kama wanafelia wapi, lakini mimi ambaye ninatokea huku nikiwa kule naona ni vitu vingi. Yaani sema like nishakuwa kule Uganda naona opportunity nyingi kuanzia locations yani vitu vyenyewe sisi huku tunakuwa tunavitaji. Wao kule wanavyo. Wako navyo and then wachukua kwa wingi. Yaani wanaona tu kama kawaida kwa yani wako navyo always. Okay. Lakini sisi ambao sisi yani like niseme kama vile hatuna tunavitafutaga sana tu. Tunasema kuanzia kwa sisi yani wa kushoot na nini locations, yani kusema mpaka upate location nzuri kutoka hapa uende kwanza mjini hapo, yani locations zenyewe za hivyo. Lakini kule bro zipo nyingi na ukitaka hapo unaangukia na Kala karibu acha tu hivyo. Ila hiyo hatua basi ningependa kwanza tuivuke tuongelee pointi nyingine ambalo mashabiki wengi wameomba sana na wametaka sana kulifahamu. Kwanza ni kuhusiana na how Lanideu unaonekana kwa watu. Kama ulivyosema wewe si mtu wa kuongea kweli na wewe si mtu wa matukio but jambo ambalo kwanza nimekutana nalo mtandaoni na ningependa kwanza wewe uwajibu watu. Je, hivi Lanideu una mpenzi? Amna, ni swali ambalo nimekutana nalo sana. Alafu kuna posti moja hivi kama ni mwaka jana, kama ni mwaka juzi, kuna mdada fulani uliwahi kumposti ni wa Maratani. Uliwahi kumposti ukasema kwamba hujawahi kupenda ila kwake pale umezama. Naamini huyo dada umeshamuona, umeshamkumbuka na posti yenyewe unaiona. Sitaki kumtaja kwanza jina hapa. Ila kwa wale ambao nao posti wameona huyo dada amewahi kuwa mwanamemba wa VD Media before sana, ila hatupo huko. Je, ni kitu gani kinaendelea hapa? Okay fine.
hilo swali nitajibu kama the way nilivyo. Okay. Hapo mimi nitakwambia no comment because sipendagi mambo yangu ya public. Lakini leo unaweka public la video. Mimi ni msanii. Najua lakini sipendagi kutia baadhi ya vitu vyangu public. Okay. Lakini kwa hapo naweza nikasema nipo na sipo. Upo na upo. Kisha nyinyi mtachagulia sasa. Hamna, sisi tujichagulie. Sisi hatuwezi tukajichagulia kwa sababu ni jambo ambalo wewe ndo unaliishi. Kwa sababu kwanza acha basi nimtaje ni Rusi. Rusi umemposti na tumemwona kwenye video, nisubirie. Okay. Sasa hapo kuna uhusiano gani sasa? Acha basi tulegeze swali kiasi hicho. Mbona unasema like alikuwa kwenye video Sasa na wewe ukasema eti kwamba ukaposti kwamba haujawahi kupenda before ila kwake umezama mazima. Okay fine. Au hiyo posti ndio nakuzingizia? No, hapana, ni kweli. Ninaijua. Ninaijua. Okay, naweza kusema kama ile yani kwa tumeangalia video. Basi ndasema hivi. Yani ulitokea kumpenda kwenye video, yani ndio unamaanisha? Labda hata kwenye maisha ya kweli tutajuaje. Ama unatupiga vumbi. Basi usibaji bro. Kitu ambacho kwanza tungependa tuelewe la Dideo. Wewe unataka niende direct kwenye point. Yani useme ndio nipo kwenye mahusiano na Rusi au hapana sipo kwenye mahusiano naye. Hapana. Upo kwenye mahusiano na Rusi. Ila je, upo kwenye mahusiano mengine ya kimapenzi tofauti na mwanadada Rusi? Mbona gavana ni swali tulile? Hamna. Yani swali lilikuwa kama upo na Rusi kwenye mahusiano. Hapana, sipo. Upo naye kwenye mahusiano. Hata hivi sipo. Nipo tu. Yani upo, yani wewe na Rusi ni kama vile marafiki. Na mmeshirikiana kwenye kazi. Okay. Ila tukimtoa mwanadada Rusi, je, kuna mwingine mwanadada anayeketi kwenye moyo wako? Hakuna. Yani upo single. Upo single. Yani upo single kabisa. Mbona kazi yangu? Hamna. Tunatafuta tu hakika wa mambo. Wewe yani utanifungisha. Utakufungisha hivi, umesema upo single? Single upo. Okay. Na kama we ni single la Dideo, sasa tukiangalia nyimbo zako nyingi kabisa ni za mapenzi, mahusiano. Unatoa wapi inspiration ya kufanya zile nyimbo za mahusiano? Na wewe sijui kama before umeshawahi kuwa kwenye mahusiano, sijui, lakini but I think labda umeshawahi kuwa kwenye mahusiano, but ile inspiration ya mara kwa mara huo unaachia nyimbo za mahusiano mara nyingi inatoka wapi? Okay, nani kasema kama mimi msanii baka. Okay, na wasanii wanapiga miguu mbalimbali. Na kama inspiration zipo, mimi nakuwa na tabia kurekodi nyimbo. Okay. Nikibatika kuwa kwenye relationship, then naendaga mimi wote. Okay. Na nikienda mimi wote, lazima nipate like inspiration, why not? Kwa hiyo hapa kunyuliachia jimbo nyingi sana. Kwa hiyo hapa kunyuliachia Lea ina maana kabisa ilikuwa ni ewane. Wewe na mapenzi hutaki kujua kabisa. Si unaona hata sijaimba mapenzi nowadays. Ukishangalia hata nyimbo kabla ya nini kabla ya akuko nini kuko amoke. Ni mapenzi pia. Ile sio mapenzi. Lea ni mapenzi. Lea mko mapenzi. Ile Lea mko mapenzi. Yaani wewe kwanza ulivyoimba vesi yako tu inaanza tu. Inaanza kwamba mambo ya mapenzi umeshawahi teswa nini, na kweli una nyimbo nyingi za kuachwa kweli. Una nyimbo nyingi za kuachwa kweli. Kwa hiyo ikafikia sasa kwenye ile sasa unakuja kusema kwamba mimi na surrender. Mimi nafikiri sio tu naomba kwanza ninaimba kuhusu surrender kwa hiyo nikifuatilia hata msanii ni Simo. Simo pia so ni vibe tu inspiration yani tu like yani sikosagi because watu yani wanaimba kila siku kaga. Ila je, tutegemea kumwona Dideo kwenye mahusiano soon au kwenye siku zijazo au miezi au miaka? Mimi mwanadamu kaka, yani tutegemee. Sio yani wewe na braza yako Kine Ujiboi mko na kautofauti kwenye huo upande, kwa sababu tunajua braza yako ni mfumuaji mzuri, yani ni striker mzuri, akipiga ni goli ndani kabisa. Yani hakupeshaji. Yeye ni Haaland. Ronaldo himself. Okay, yani apart from mimi kwa mwanamuziki,
Mimi ni mwanadamu. Mimi ni mtu, nina moyo. Kwa hiyo tutegemea mwili, nina hisia. Na nina nili. Sasa vyote vinawezekana. Labda hata mkishamka hata kesho mtashangaa tumepost kama jinsi nilivyopost hivyo vinakuwa. Kwa hiyo guys, hapo najua tumeshaelewa kwamba Lany Deo hajawahi kuwa kwenye mahusiano na Rusi. Sio kwamba ndio umesema hajawahi kuwa kwenye mahusiano na Rusi. Mimi hapo nitafikia labda kama sijawahi. Hamna, tujasema hivyo kwa sababu wewe umesema ni mwanadamu na mwili una hisia, ina maana labda nyuma huko umeshawahi kuwa. Hatutaki kuyafukua hayo makaburi ambayo yamefukiwa tayari. But najua interview imeshakuwa ni ndefu kwa sasa, but tungependa tu achie neno la mwisho kwa watu ambao wametutizama na wanatutizama kwa muda kama nao. Naona muda najua sio mara ya mwisho hii tunakutana, ila kwanza afadhali kwanza umenikumbusha. Najua hii ni kipande ambacho tutakikata na tukipost hata chenyewe kwenye Facebook, TikTok na Instagram. Jambo kwanza ambalo pia nimesahau na asante kwa kunikumbusha ni kuhusiana kwanza na show ambayo tunaisubiria hapa kesho. Na kama tunasema kesho kwa sababu hii interview tunaiposti leo. Ina maana kesho Saturday tutakuwa na show ya Jaydala. Na tumekuona pale wewe na Jaydala kwamba utaperform kwenye hiyo show. Tutegemee nini kwenye hicho kitu? Kama jinsi mlivyoona, si mimi kutanisha nilikuwa naandaa mavazi. Ni mambo ya background hiyo. Watazamaji hawajaona hicho. Yani sima like Mungu akibless nitakuwa. Akibless because tulikuwa tunatangaza already. Sasa mimi nafikiri tutakuwa tayari wote. Kwa hiyo na je, tutegemee kazi kati yako na Jaydala? Always. Because that's wangu yani kuko respect sana pale kati yetu mimi. Jambo nzuri sana. Tunaelewana sana kabisa. Jambo nzuri sana. Na kama nilivyotanguliza kusema, mimi ni interview ambayo imeshakuwa ndefu kabisa, but naamini Lany Deo kwanza, yani beside kwanza tunakuwa msanii ni jamaa ambaye pia tunaelewana sana na tunashirikiana mambo mengi. Beside na haya naamini hii itakuwa mara ya mwisho. Sio ya mwisho. Kwanza hii ndio mwanzo wa mengi. Kwanza hapa hivi after hii kama mtakuja kesho ambaye kesho yake kesho itakuwa busy. Hata next week mkujogozi mimi nafikiri maswali bado. Maswali fulani ila bado sija. Yani bado kama vile unanibania nilikuwa nataka nifunguke sana leo ila basi hamna shida kwa ila naomba jambo ambalo labda sisi hatukuuliza, jambo moja kwa leo kwanza ambalo sisi hatukuuliza but ungependa kuliongelea. It's your time. Sasa mimi siwezi nikapenda nianze ongelea na hujaniuliza hapa. Basi tuyaweke hivyo kama yale. Naamini hata next week tunakuja. Hata shida. Hata next week tunakuja, hata next kabisa. But guys, nitasamea sana kwa watu ambao tumemalizia MB zao. Tunajua interview imeshakuwa ndefu kabisa, ila sorry sana kwa hili interview zetu hamjazoea kuzipita dakika 20, but hii amini imepita kabisa, but sorry kwa hilo. Na hapa ilikuwa ndugu yenu BX Pictures, tulikuwa na Lany Deo, but mumsubirie Lany Deo mara nyingi sana mpaka mnaweza mkasema eti ni msanii wa Vidi Media. Labda ni msanii wa Vidi Media. Unajua aje? Sawa. Kwa hiyo guys, nitoto shout out kwa Daniel Benga, shout out kwa Arabino Idhas.